Bana, dabi ya Kariakoo sasa ilipofikia ni patamu kweli kweli, maana mpaka bodi ya ligi TPLB wameamua kutangaza marefari ambao si wazawa, ni marefari ambao ni raia wa Misri ndo wanakuja kuisimamia dabi hii. Sasa taarifa yenyewe inasema kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imetangaza majina ya waamuzi watakaosimamia mchezo wa watani wa jadi kwa maana ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Simba Sport Club utakaopigwa Jumatano Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo nambari 184 utaamliwa na waamuzi kutoka Misri ambapo mwamuzi wa katikati ni Amin Mohamed Amin Omar, huyu kutoka Misri, lakini mwamuzi msaidizi wa kwanza ni Mahamdi Amdi Abu Erregar, huyu naye pia kutoka Misri, wakati mwamuzi msaidizi wa pili ni Samir Gamal Sada Mohamed, Misri pia. Mwamuzi wa akiba ni Ahmed Matsul El-Gaudru, naye pia ni wa Misri, wakati kamishina wa mechi anaitwa Samir Omari Singano, huyu ni kutoka Tanga, Tanzania, na mkaguzi wa waamuzi ni Al Muhammad, huyu ni kutoka Somalia. Sasa ukiangalia kikosi chote hiki utaelewa kwamba ni kwa nini hawa waamuzi wameamua kuitwa na kuja kuchezesha huu mchezo. Kwa mtu yoyote ambaye ni mwelewa na atajua ni kwa nini hiki kikosi cha hawa waamuzi kutoka nje ya nchi kwa maana ya Misri wameamua kuletwa kuchezesha mechi hii. So utaona ni jinsi gani hii mechi ina tension kubwa kweli kweli. Sasa mimi naomba ni kupitisha kidogo kwa mwanasheria huyu wa Misri ambaye ni mwamuzi wa katikati ambaye ataamua hii dabi ya Kariakoo, anayeitwa Amin Mohamed Omar. Huyu bwana tunaweza tukamtazama kidogo mwamuzi huyu wa katikati. Huyu ndiye aliyetakiwa kwanza kuchezesha mechi ya Stellenbosch vs Simba kule Afrika ya Kusini. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Hii ilitokea lakini baadaye akapata majeraha huyu mwamuzi na kuondolewa kwenye hiyo ratiba ya kwenda kuchezesha hiyo mechi, ndipo akaingia yule jamaa ambaye alichezesha ile mechi kule Afrika ya Kusini ambaye alikuwa ana wei kichwani, nadhani wote mtakuwa mnamkumbuka. Lakini Amir Mohamed Omar ni mzaliwa wa Septemba 25 mwaka 1985 pale Mohsen Cairo nchini Misri. Alianza uamuzi rasmi ligi kuu Misri 2013 na alikuja kupata beja ya FIFA 2017 na amekuwa miongoni mwa waamuzi bora barani Afrika na Misri, akifahamika kwa msimamo bayana na aminifu kwenye kazi yake. Wengi watamkumbuka kwa kadi nyekundu ya Grant Kekana mwaka jana kwenye mchezo wa nusu finali wa AFCON baina ya Nigeria vs South Africa. Amechezesha mashindano mengi sana, lakini kubwa ni kombe la dunia la chini ya miaka 17 2019 kule Brazil. Pia alichezesha mchezo wa ufunguzi wa AFCON baina ya Ivory Coast dhidi ya Guinea Bissau. Hii itakuwa mechi nyingine kwake kuchezesha Simba, kwani alikuwa mwamuzi wa kati pale ambapo Simba walipopoteza bao 1-0 dhidi ya Horoya Novemba 2, 2023 kwenye makundi ya CAF Champion League. Ameichezesha pia timu ya taifa ya Tanzania kwenye AFCON vs Congo DR iliyoisha kwa 0-0. Pia ameshachezesha michezo 17 ya CAF kwa upande wa vilabu. Kwenye michuano ya CAF ya timu za taifa amechezesha mechi 6, akatoa kadi za njano 13 na kadi nyekundu 3, huku
akitoa mikwaju mitatu ya penalty. Utaona ni mwamuzi wa namna gani huyu. Lakini pia nyumbani kwao Misri amechezesha mechi kubwa kuliko zote, yani ya Al Ahly vs Zamalek kwenye Egypt Super Cup hatua ya fainali. Huyu ni mwamuzi mpole sana ila mwenye roho ngumu sana. Waambieni wachezaji wenye sukari hapa watadunda. Yani hiki ni chuma, kutembeza umeme sio shida zake. So huyu ndo mwamuzi ambaye atenda kuiamua dabi ya Kariakoo. Huyu ni mwanasheria bwana wa huko nchini Misri. Ndugu yetu Amin Mohamed Omari ndiye ambaye atenda kuwa Pilato wa dabi ya Kariakoo hapo kesho kutwa siku ya Jumatano, kwenye mechi ambayo ni ya kiporo. Iliahirishwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025, lakini pia ikaahirishwa pia tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka huu. Sasa inaenda kupigwa tarehe 25, na kitu ambacho bodi ya ligi wamekuja nacho ni surprise. Hamna ambaye alikuwa anategemea hiki kingefanyika. Wengi tulikuwa tunategemea huenda Arajiga angeweza kuisimamia hii mechi, maana wote tunakubaliana na tumekubaliana kwa pamoja kabisa kwamba refari bora kwa sasa hivi, si tu kwa kuangalia labda kile anachokifanya, lakini pia kwa vitu vingi ambavyo anavifanya akiwa anachezesha, lakini pia FIFA CAF wenyewe wanamwamini, wanampa mechi. So hiyo inadhihirisha wazi kwamba huyu ni refari mzuri na wa viwango vya juu. Lakini imekuwa ndivyo sivyo, surprise kubwa, watu tunakuja kushtuka, marefari kutoka nchini Misri wanakuja kushikilia kipenga kuamua dabi hii. Sasa hii ina maana gani? Hii inaenda kuonyesha ni jinsi gani hata bodi ya ligi wameiliona ili sakata na wameichukulia hii mechi kwamba ni mechi kubwa ambayo tena inaenda kuamua ubingwa. So ni lazima bingwa akapatikane wa harari kweli kweli. So hii ni mechi ambayo mimi naamini hata wachezaji, viongozi wa hizi timu mbili kwa maana ya Simba Sport Club lakini pia na Yanga watakuwa wanaenda kuichukulia hii mechi serious kweli kweli, kwa sababu hiki kilichofanywa na bodi ya ligi kinaonyesha ni jinsi gani hata bodi ya ligi wao wanataka kujitoa kwenye tuseme lawama ambazo zinaweza zikatokea baada ya mchezo. Wao wameenda kuwaleta marefari wa nje kabisa, na hii ni mara ya kwanza kwenye ligi yetu kufanyika dabi kubwa ya Kariakoo. Hivi vitu tumevizoea kwenye dabi ya Misri kati ya Al Ahly na Zamalek, ndio ambao walikuwa na huu mtindo au hii tabia ya kuleta marefari kutoka nje, lakini hapa kwetu hiki kitu hakikuwepo. Lakini this time around kimetokea, na naamini kikienda vizuri kwenye mechi hiyo, basi kinaweza kikawa ndo kila siku kinafanyika hiki kitu. Inabidi TFF wajipange kuingia gharama za kuwalipa hao waamuzi kwenye mechi kubwa hizi baina ya Simba na Yanga. Ni lazima alete refari ambaye hana uafizina na timu yoyote ile, kwa maana ya Yanga lakini pia Simba, yeye atakuwepo pale. Na mimi natamani ingewezekana kabisa kama tu tungekuwa na siku ambazo zimekamilika, tungewaomba CAF pia watupe VAR ifungwe ili hii mechi iamuliwe kwa ubora mkubwa sana. Maana inaweza ikatokea pia refari huyu akatoa maamuzi ambayo upande mwingine usiyafurahie ukaona kama umeonewa, lakini VAR ikiwepo manake hiyo inaweza ikawa ni mwarobaini wa hii mechi. Lakini kwa hapa walipofikia ni pongezi kubwa sana kwa bodi ya ligi ili kuondoa utata wa yale ambayo yanatokea kwenye maamuzi ya hizi mechi zinapochezwa. So tusubiri tuone hiyo Jumatano ni nani ataenda kunyakua hii ndoo. Je, ni Simba mnyama au ni Wanajangwani, Dar es Salaam Young Africans? Let's keep and wait.